Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo. Bali siku Bwana ameifanya tufurahie na kushangilia. Kwa hivyo niko na jambo la kufurahia na kushangilia. Kwa hivyo karibuni tukasikie neno la Bwana. Naye Mungu wa amani atasindi kupokea sifa. Leo tunaenda kusikia neno la Mungu ama kusoma kuhusu kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Kuna baraka zinakuja wakati ukisikia sauti ya Mungu na kuitii. Mambo makubwa Bwana yatenda kwa sababu ya kusikia na kutii yale ambaye Bwana amekuambia. Kwa hivyo nitashukuru kwa sababu ya neno, na Mungu wa amani atasindi kupokea sifa. Baba wa mbinguni, ninakushukuru asubuhi ya leo. Nasema ni asante kwa matendo yako na kwa ajili ya vile ulivyo mwaminifu. Tazama wakati Bwana tunapoenda kusikia neno lako, Roho wako wa nguvu akatusaidia na akatuonekanie. Siwezi pasipo neema yako, ndiposa naomba ukanisaidie, nami nitakushukuru na nitakuinua. Bwana msaidizi, ukanisaidia, maana siwezi pasipo neema yako. Kasaidia anayesikia neno hii, Bwana ukabadilishe maisha yake, na jina lako litabarikiwa na litapewa sifa, na ni kupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Kwa hivyo tunaangalia neno la Bwana katika Mwanzo 22 kuanzia mstari wa 1 na wa 3. Kwa hivyo tunaenda kuangalia kuhusu mtu wa imani, mtumishi wa Mungu ambaye alionyesha imani kubwa ya kumwamini Mungu na ya kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Kwa hivyo Mwanzo 22 mstari wake wa 1 mpaka wa 3. Ngomba tukaweze kusomewa. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Akamwambia, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao wako wa kipekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakaokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana 2 pamoja naye na Isaka mwanawe. Akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka, akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndilo neno la Bwana ambalo Mungu alinena na Ibrahimu. Mungu akaamua kufanyia kujaribu Ibrahimu ama kuona imani ya Ibrahimu kwake iko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Ibrahimu, kumbuke alikuwa na mtoto mmoja ambaye alikuwa anaitwa Isaka, na huyu mtoto alikuwa ni wa kipekee, na huyu mtoto alikuwa amepatikana katika uzee. Na hivyo Mungu akanena na Ibrahimu, akaamana, wacha nijaribu huyu mtumishi wangu, nione kana kwamba upendo wake kwangu uko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, mchukue mwana wako wa pekee, ukaende naye, mwana wako ambaye unayempenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, mchukue mwana wako wa kipekee ambaye unayempenda sana. Huyu mtoto Ibrahimu alikuwa anampenda, maana hakuwa na mtoto. Huyu mtoto alikuwa amepatiwa na Mungu katika
Ibrahimu imani yake kwangu iko namna gani. Akamwambia mchukue mwanao wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kinanifurahisha na kinanisangaza. Ibrahimu aliposikia sauti ya Mungu, aliposikia yale Mungu amenena na yeye, Ibrahimu hakusinzia. Alisikia Mungu umesema nikutolee mwana wangu wa kipekee. Akasema ni sawa. Maandiko yanasema kesho yake, haikuchukua mwaka, haikuchukua miezi, kesho yake akaambiwa kama leo Sunday, Monday akaanza kamuka asubuhi na mapema. Kuwa na Mungu ni kitu mzuri na kusikia sauti ya Mungu. Akaamuka asubuhi na mapema, akatayarisha punda wake, akaambiwa wafanyikazi wake wawili na kijana yake, twendeni mnionyeshe bali ninataka mnipeleke nikamwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Akaondoka pamoja na mtoto wake na wafanyikazi. Maandiko yananiambia asubuhi. Yani angalia imani, angalia kumwamini Mungu kwa Ibrahimu, jinsi alivyomwamini. Sio kitu rahisi, ni kitu kigumu kuambiwa nitolee mwana wako wa pekee. Hakutaka kurudiwa. Mungu arudia, mwambie mara ya pili kitu mara ya kwanza, na akatii. Bwana Yesu asifiwe. Akaamuka asubuhi na mapema, akawaambia twendeni. Hakumwambia hata mke anaenda wapi. Bwana angeambia Sara ambaye amepata na miaka 90, amwambie ati Mungu amekuambia toa mwana wako huyu, hapo vita ingekuwa kali. Bwana Yesu asifiwe. Hakumwambia. Aliamka tu na kijana na wafanyikazi wake, twendeni. Hata wafanyikazi na mtoto hawajui wanaenda wapi, lakini wanajua tunaenda kumtolea Bwana sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Hakumwambia, hakuambia Sara ni wapi wanaenda na ni nini anaenda kufanya. Bwana angemwambia mambo kama hayo, angekubali. Mtoto wako wa pekee, miaka ni 90, au utapata hata mwingine, na uambiwa ati Mungu amesema, mama angekataa. Bwana Yesu asifiwe. Mama angekubali kweli? Ingekuwa kasi ngumu. Angeona kama mzee, kwani umerukwa na akili ama kumeendaje? Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akaweka siri. Mtoto akumwambia. Hata wafanyikazi wangemzuia, wangesema mzee, hapo mambo sio sawa. Ni kama mzee kitu imeanza kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akuambia wote. Akachukua mwana wake wa pekee, na akuchukua hata wiki, akuchukua hata siku 2. Ni siku ya asubuhi yake, alfajiri mapema, akawaambia twendeni. Akukaa kujiuliza kweli ni Mungu anasema ama ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akaamini Mungu kiwango cha kwamba kile Mungu ameniambia ijapokuwa kina gharama gani nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yananifurahisha. Akaamka asubuhi na akawaambia twendeni. Mungu akamwambia muende, nitawaonyesha yule mlima utakaye nitolea sadaka. Na maandiko yananiambia vizuri, Ibrahimu alipofika akaona ule ndio mlima. Roho wa Mungu akamwelekeza, akautambua mlima, akajua sasa niko na wafanyikazi, na wafanyikazi hata wao wanaweza kunisuia. Waambia sasa wafanyikazi na punda, wewe kijana chukua kuni. Bwana Yesu asifiwe.
Hawaambia wafanyikazi, nyinyi na punda mkae hapa niende nikamwabudu Bwana pale. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na knowledge hali ya juu. Alikuwa na imani hali ya juu. Akawacha wafanyikazi. Maana hata wafanyikazi wangemsuia. Hawangekubali kuona mtoto na hakuna mwingine. Tutarudi kuambia mama namna gani tulienda kuua mtoto wake. Hawangekubali. Wanaume wangekangana naye, wangemwambia mzee huwezi kutoa mtoto. Kwa hivyo kuna mambo mengine Mungu anaweza akakunenea ikawa ni mambo yako na Mungu wako. Maana mambo yale Mungu amekunenea, ukitafuta washauri, ukiuliza watu mambo, hawawezi wakakukubali. Hebu niambie, kama angeambia marafiki, wangekubali? Kwa hiyo yale Mungu amekuambia, yale Mungu amekunenea, ni wewe amenenea. Kwa hiyo uwezo katafuta ushauri kwa watu ambao hawayasikia Mungu, uambie Mungu amesema. Ilakuwa ni kitu ngumu. Wale watakuuliza maswali. Watakuuliza sasa, wewe Ibrahimu, umesikia huyo ni Mungu kweli? Ama umenenewa na watu ukasema ni Mungu? Ama shetani amekunenea ukasikia ni kama ni Mungu? Ni aje? Wanaanza kumuuliza maswali. Hata wewe ungemuuliza, mzee, huyu mtoto umepata na uzee miaka 100. Sasa unatuambia aje? Hebu ndio ukasikia huyo Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Watampatia mashauri mengi. Lakini sauti ya Mungu haihitaji kupatia watu wa kutafsirie. Wewe bora unamjua Mungu, unajua kuongozwa na Roho wa Mungu, utajua Mungu akikunenea yale amekunenea ili uweze kuyafanya kama alivyokunenea. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akajua. Unajua hata ukiwa na mke wako ama bwana wako ukinenewa na Mungu, sio yeye amenenewa. Kwa hivyo ni vigumu yeye kutambua yale Mungu amekuambia, maana sio yeye amenenewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo mengine hayahitaji kuulizwa ushauri, yanahitaji kutekelezwa vile Mungu alivyonena. Ibrahimu hakuuliza ushauri. Ibrahimu hakuuliza mke wake wala wafanyikazi wake wala marafiki, nifanye nini hapa? Alichukua hatua moja kwa moja. Na maandiko yananifurahisha, asubuhi yake akaamuka akaenda kutekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yale Mungu amekuahidi, yale Mungu amekunenea, ni jukumu lako kusikia na kutekeleza yale Mungu amekuambia. Usikubali kupatia watu watakaye kuvunja moyo, watu watakaye kuambia ya kwamba hapa unaota mchana, watu ambao wanaweza kukuambia wewe umechanganyikiwa. Leo mambo mengine ambayo Mungu anaweza akakunenea, watu wakikuangalia wakiwa nje wanaona wewe umepagawa, wanaona wewe umechanganyikiwa. Ni aje wewe mzee sasa miaka 100 unasema umeambiwa ati huyu mtoto utoe tena? Kwani umerukwa na akili? Bwana Yesu asifiwe. Lakini akaamini Mungu wake. Ni Mungu amenena. Wewe mnajua sauti yako. Ni wewe. Sawa. Hakujiuliza kwani utanipatia mtoto mwingine? Na ujue huyo mtoto, unajua huyo mtoto alikuwa na miaka, mtu wa kuambia chukua kuni twende, ni kusema huyo mtoto alikuwa amekuwa, alikuwa mtoto wa miaka 10 na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kumaanisha ingekuwa ni mtoto wa miaka 2 3, ingejua labda mwingine anakuja. Lakini huyu alikuwa amekaa miaka, sasa alikuwa ni kana kwamba alikuja mmoja na virus ikafungwa. Ama namna gani daktari? Sasa kama amemaliza miaka 10 na kitu, sasa kwani kuna mwingine anakuja na tunajua mtu ni wa mwaka.
Ni kumaanisha hii mambo ilikuwa imefanya nini? Imekwisha. Na ilikuwa ni hiyo ya pekee tu na hakuna ingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yananifurahisha. Mungu mwenyewe anamwambia mtoto wako wa kipekee unayempenda. Hata Mungu anajua huyu anapenda na ni wa kipekee, akumwambia nitakupatia mwingine, toa huyu. Unajua hiyo ni story tofauti. Kama ningemwambia wewe niamini kwa unitolee huyu naenda kukupatia mwingine, hakuna hadi Mungu alikuwa amempatia ili ampatie at least imani ya kusema hata nikitoa huyu kuna mwingine. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Na anamwambia ni wa kipekee, kumaanisha hakuna mwingine. Ama ni aje? Kuambia huyo mtu wako wa kipekee, kumaanisha hakuna mwingine na hakuna matarajio ya kungojea mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusomee katika hiyo, tusikie vile story ilienda 7 mstari wa 22 mstari wake wa 7. Isaka akasema na Ibrahimu baba. Isaka walipoacha watu na wanaenda na baba yake, sasa kijana akaanza kuuliza maswali. Akinena, babangu. Naye akasema, mimi hapa mwanangu. Akasema, tazama, moto upo na kuni zipo, lakini yupo wapi mwana kondoo kwa sadaka ya kuteketezwa? Bwana Yesu asifiwe. Nawaambia huyo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa tayari ako na miaka ya kutambua kile kinaendelea. Sio kusema alikuwa mtoto. Alikuwa anajua kuna sadaka, kuna moto na sadaka ya kuteketeza. Kwa hiyo alikuwa anajua taratibu za kutoa sadaka. Akamwambia baba yangu, akamwambia mimi hapa mwanangu. Akamwambia baba, ninaona tuko na moto, tuko na kuni, lakini sadaka iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, Ibrahimu akasema, Mungu atajipatia mwana kondoo kwa hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akasema, akamwambia kijana, wewe ndiye sadaka. Ai, mzee alikuwa sawa. Mzee alikuwa sawa. Wewe unajua sadaka ni hii. Ndivyo Mungu alikwambia. Wewe unajua mzee akiambia kijana, wewe ndiye sadaka, hapo kayana kanaweza kakachomoka na kakaenda mbio sana. Kwani alikaseti. Paka wakati tutakaye andaa sadaka, akakamata mara moja na akafunge. Bwana Yesu asifiwe. Bala kuambia mtu naenda kukuua sio kitu rahisi. Hapo mtu ataenda mbio ila au yawaona. Lakini maandiko yananifurahisha. Akamwambia mwanangu, Mungu atanjitwalia sadaka mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuamini kitu ambacho akionekana. Unajua imani ni kitu ambacho akionekani na ujui kitafanyika aje. Ibrahimu akamwambia Mungu atajipatia sadaka ya kuteketeza. Basi wakaendelea wote wawili pamoja. Wakafika mahali alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Bwana Yesu asifiwe. Mzee alikuwa na imani na hakuwa anataka kudiscuss ama kuongea kuhusu mambo ya sadaka. Maandiko yananiambia vizuri, Ibrahimu alipofika mahali kusikia sauti ya Mungu la kuelekezwa na Mungu ni muhimu. Ibrahimu akaelekezwa mahali ambapo Mungu alikuwa amemwambia. Kwani hakuwa anaenda ovyo ovyo, hakuwa anaenda ovyo ovyo. Maandiko yanasema vizuri, alikuwa anaenda na target ya Mungu. Hapo
hapa ndipo Mungu aliniambia niende, na ni huu mlima, na ni hapa. Kwa hivyo hakubahatisha. Na maandiko yanasema hakuongea na kijana. Ama kuna mahali imeandikwa ati amemwambia sasa kijana, wewe unajua sasa Mungu ameniambia nikutoe sadaka, ameniambia. Hakuongea na yeye, ni kuni, kukamata kijana na kumfunga na kumweka juu ya kuni. Hakutaka kudiscuss hata na hii sadaka. Wewe sadaka tunaongea na wewe kuhusu nini? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali kunasema aliketi na yeye chini kumsawishi ili akubali. Hapana. Nikumaliza madhabahu, kijana akamkamata, ufunga mikono na miguu, laweka juu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Mungu hayataki discussion ama yani kushauriana. Hapana. Bali ukifanya mashauri, ile lengo la Mungu linapotea. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia hii imani. Maandiko yanasema vizuri, alipofunga kijana akachukua kisu yake. Bwana Yesu asifiwe. Yaani karibu kumkata shingo. Maandiko yanasema vizuri, malaika akanena kutoka mbinguni, Ibrahimu, Ibrahimu, usimunyoshe mtoto wako kisu. Yaani hakuna msaa. Alitekeleza mambo ya Mungu kwa serious, yale ameambiwa na kuyatekeleza. Paka malaika akamwambia, mzee Ibrahim, usinyoshe hiyo panga juu ya mtoto wako mdhuru, wewe acha. Praise God. Hebu soma hapo, maana huku ni Swahili. Hapo kidogo. Hakika nimeona. Akasema, usimnyoshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usimnyoshe, maana nimeona hakika unamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumcha Mungu na kumtumikia, lazima katika matendo yaonyeshane ya kwamba unamcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Kwa sababu hukunizuilia mwanao, na mwana wa kipekee. Kwa yale tunayemtumikia Mungu, lazima tuwe na kitu ya matendo ya kudhibitisha hakika unampenda Mungu. Wewe si kuwa unampenda Mungu na wewe si ukafanya kitu kadogo ambaye hata akala gharama kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukasema unampenda Mungu ili hali hata kuingia ibada yenyewe inakushinda kumwabudu. Unampenda Mungu namna gani? Ibrahimu ni kumpenda Mungu na kwa matendo anadhibitisha. Kwenye imani pasipo matendo imekufa. Mdomo huwezi ukasaidia hati nampenda Mungu. Je, umempenda Mungu? Umefanya nini? Ni kitu gani unaweza ukafanya kwa sababu ya Mungu? Upendo lazima udhibitishwe. Maandiko yanasema akamwambia, maana nimeona unanipenda, unampenda Mungu, maana hukumzuilia mwana wako wa kipekee. Gharama iliyo kubwa.
Napenda Mungu. Ili alikushindwa kumuita, anakuambia niite nitakuitika. Hata kumuita hiyo inakushinda. Na unampenda. Namna gani? Yesu. Watu juzi tulikuwa na matanga ya Prime Minister, aliyokuwa Prime Minister Raila Odinga. Watu waliokuwa wanampenda walidhibitisha kwa matendo. Walienda kulala kwa uwanja kwa sababu wanampenda. Yesu. Walikuwa wanajitoa kwa sababu ya upendo. Hata dunia yenyewe ikajua, kwani watu walikuwa wanapenda huyu jamaa, huyu kiongozi. Ni kwa sababu gani? Kutoka uwanja wa ndege mpaka Kasarani ni kilomita karibu 50, na watu wanaenda na miguu. Tunatikisa ambayo tunampenda. Wakadirisha. Kwa hiyo upendo hauwezi ukafanya ukasema unampenda Mungu na ili uwezi ukadhibitisha kwa matendo. Hiyo ni unafiki. Yesu asifiwe. Ibrahimu akaonyesha kumpenda Mungu kwa gharama iliyo kubwa ya usuni inayomdhuru. Bali kumtoa mwana wako wa pekee sio kitu rahisi. Lakini Ibrahimu akafanya. Tuendelee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda, akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Mungu alipoona hiyo imani, akamwambia, kulingana vile uliambia mtoto wako, Mungu atajipatia mwana kondoo wa sadaka. Akadhibitisha, akampatia. Alipogeuka akaona punda, akaona mwana kondoo wa kiume, pembe zake zimekamatwa na miti. Akaenda akamfungua, akamtoa kama sadaka ya kuteketeza. Imani na upendo wa kumpenda Mungu. Penda Mungu na udhibitishe na upendo wako kwa Mungu. Sio upendo kwa mdomo. Upendo wa mdomo. Hata rafiki yako mwenyewe akiwa na upendo wa mdomo, daktari hakika unaona huyu ni mnafiki. Rafiki yako ukiwa kwa shida ukimuita akuitiki, ni rafiki gani huyo? Hakuna. Endelea mpaka 16. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani. Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sikia, zile baraka zimeletwa na kutii Mungu. Baraka zinakuja, milango inafunguka kwa sababu ya Ibrahimu kumtii Mungu. Alikuwa amebarikiwa, lakini akapata baraka zaidi kwa sababu ya kutii Mungu na kusikia kile Mungu amemwambia. Akamwambia, kwa sababu au kunisuilia mwana wako wa kipekee, hakika kukubariki nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Unapotekeleza yale Mungu amekuambia, hakika kukubariki atakubariki. Na akamwambia, nitakushindiza. Mlango wako hautatawaliwa na maadui. Kutii tu, ukoo wote ukabarikiwa. Uzao wako utakuwa kama mchanga wa bahari, na mkono wako utakuwa juu ya adui yako.
Kwa hivyo adui hawatakutawala. Kwa hivyo ile neema tunatembea ni kwa sababu kuna baraka zilizonenwa. Mungu akaapa nitakubariki, Mungu akaapa nitakushindisha, kwa sababu ya kutii sauti. Ibrahimu akatii sauti. Wewe unaweza kutii sauti ya Mungu, maisha yako na ya watoto wako uyabadilisha completely na uzao wako. Watembee kwa zile baraka. Akamwambia hakika nimeapa, na Mungu akiapa ameapa, hawezi akarudia. Akaapa kwa sababu gani? Ya Ibrahimu kusikia sauti yake na kuitii. Ijapokuwa ilikuwa na gharama, akaamua kulipa hiyo gharama ili akaweze kumtumikia Mungu. Kwa hivyo yale Mungu anakuambia, hata kama yako na gharama, baraka zake ni za gharama ya hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tusikie sauti ya Mungu na tuitende. Naposikia sauti ya Mungu, Ibrahimu akasikia, ukoo wote ukaweza kumiliki mataifa, ukaweza kuwa na nguvu. Kwa hivyo adui hawezi wakaweza Israeli, watu wa Mungu hawezi wakashindwa na maadui. Ni kwa sababu gani? Kuna imani. Kazi Ibrahimu alifanya ya kufanya sisi tuwe washindi. Ushindi unaoona, uwezo unaoona, kuna yule aliyengharimika ili hiyo sauti ya Mungu iweze kutoka, hiyo ahadi ya Mungu iweze kutoka. Umemaliza? Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwa sababu ya kutii kwako mataifa yote watabarikiwa. Sikia, baraka zimekuja. Baraka zimekuja kwa sababu ya kutii kwake. Amepewa mamlaka juu ya adui, na kitu ya pili, uzao wake kupitia yeye utabarikiwa. Kwa hizo baraka ambazo mnaona kuna mtu amengharimika ili ziweze kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Leso ni nani? Huyu Ibrahimu. Ama rudi hapa na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Na katika mataifa yote ya dunia watabarikiwa kupitia uzao wake. Kupitia uzao wa nani? Wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusikia sauti ya Mungu tu. Kupitia uzao wake mataifa yote yanapata kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umetii sauti yangu. Kwa sababu umetii sauti yangu. Kwa hivyo kutii sauti ya Mungu ni kitu kinaweza kubadilisha maisha yako na ukoo wako wote. Kwa hivyo tumtii Mungu. Tusikie sauti yake. Tunapoisikia tunaitii. Sio kusikia tu na kusema ndivyo umenena, sawa, taona vile tutafanya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wamezoea sauti ya Mungu, lakini Ibrahimu alisikia sauti ya Mungu na akatenda. Naye kwa sababu ya kutenda hiyo sauti ya Mungu, Mungu kupitia yeye mataifa yote yakabarikiwa kwa sababu ya kutii sauti ya Mungu. Wewe tii sauti ya Mungu. Usiende kuuliza vile utafanya kwa sababu ya sauti ya Mungu. Tekeleza vile Mungu amekwambia. Mungu naye atakubariki na atakutenda mema. Kwa hivyo tunaenda kuomba. Kama uyampokea Bwana Yesu, kubali Bwana Yesu akuokoe, bali Bwana Yesu akubadilishe, naye Mungu amani atakutenda mema. Kwa hivyo rudia hii ombi nyuma yangu la kumpokea Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda, mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu na makosa. Nisamehe dhambi zangu, nivute jina langu katika kitabu cha hukumu, katika kitabu cha mauti. Andike jina langu katika kitabu cha uzima. Nimekataa shetani, nimekukubali Yesu uwe mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka siku ya leo, Bwana unielekeze na unifundishe kutembea katika njia zako. Roho wa Mungu ukanisaidie na ukanishike mkono. Kupitia jina la Yesu naokoka na kuamini. Amen.
Enda katika kanisa inayomwabudu Mungu kwa roho na kweli, ukamtumikie na ukasikie sauti yake katika maisha yako, katika jina la Yesu. Kwa hivyo wakati huu, kama uko na hitaji, kama uko na wewe ni mgonjwa, mimi Bwana Yesu akuponye, mimi Bwana Yesu akuweke huru, mimi Bwana Yesu akukomboe, na Mungu wa amani atapokea sifa. Wacha tuombe. Inua mkono wako, wekelea mkono wako mahali wewe ni mgonjwa, na nitatangaza uponyaji, naye Bwana atakuponya na atakuweka huru. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neno lako ambalo liko na uhai na liko na nguvu. Pokea sifa. Tazama, ninaomba kwa ajili ya msikilizaji aliye katika nyumba hii ambaye hajisikii sawa. Baba, kupitia mapigo yako tumepona. Baba, ninatangaza uponyaji. Natangaza kuweka huru kwa watoto wako. Kila roho ya kukandamisha watoto wa Mungu ninaiweka chini. Kila maroho ya kutumwa na ya kunileta, yote ninayasambaratisha katika jina la Yesu. Ninatuma neno la uponyaji, natuma neno la kuweka Bwana watoto wako huru, wakaweze kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Yule ako mgonjwa na ameshika mahali ni mgonjwa, ninatangaza uponyaji, natangaza kuweka huru katika jina la Yesu. Na wewe shetani na mipango yako ninaifaraghanisha na kuiharibu katika jina la Yesu. Ninatangaza kuweka huru kwa watu wa Mungu katika jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Pokeeni kuweka huru kwenu, pokeeni uponyaji wenu kwa mwili wa kiroho, muweke huru na Bwana katika jina la Yesu. Tunaomba kushukuru na hata kuamini. Amen. Mungu wa amani wabariki na watende mema. Tutakuwa live saa 6:30 na tunaanzia ibada yetu saa 4. Karibuni tukamwabudu Mungu pamoja, na Mungu wa amani awabariki na watende mema. Mungu awatende mema. Amen. Amen.